Bas, wakina nani wanapenda kwenda majuu? Leo nimewaletea ujumbe wa majuu. Kila wakati tunasema kwamba watu wakiwa majuu ni matajiri, watu wakiwa majuu hawasumbuliwi na bills, kulipa mabills za huko za maji sijui za nini. Huko maji ni free, huko kupiga simu ni free, huko kukula ni free, huko kila kitu, yani majuu kila kitu ni free. Je, ni kweli? Tuko naye my sister, tulie tu kidogo. Tuko naye my sister hapa na ningependa aweze kuwaelezea majuu kuko namna gani. Je, kunao watu wamechanganyikiwa kama huku? Unajua tunasema kwamba huku Kenya maisha imekuwa ngumu zaidi. Huku yani tumechanganyikiwa, tunataka kwenda majuu. Lakini ningependa tujue tu siku ya leo majuu kuko namna gani? Je, tukifika huko tutakuwa ni kama tumefika mbinguni? Je, majuu kuko namna gani? Yani tunajua kwamba majuu tukifika huko yani huko majuu yani kila kitu is free. So kuna kitu ningependa niulize my sister. Maana yake my sister amekuwa huko, amekuwa akikutana na watu tofauti amekuwa akikutana na Wakenya tofauti pale, amekuwa kimiti na Wakenya tofauti pale. So ningependa niweze kumuuliza swali. Je, my sister, kweli maisha kule majuu ni raha? Tukifika huko nikaa tumefika mbinguni, yani kila kitu is free. Kwa hiyo tukifika huko yani tuko sawa kabisa, hata kazi ukitaka unaweza fanya, ukitaka unaweza wacha. Hebu tuelezee, maana yake kuna wengi hapa wanasema kwamba huko majuu ukifika huko everything is free, hakuna kulipa drink water, hakuna kulipa any food, hakuna kulipa, ni kuchukua tu for free. So kama wewe akili yako inakwambia hivyo, hebu tuulize kama kuna watu wanateseka huko, kama kuna watu wako na mashida huko, kama kuna watu wako na changamoto mbalimbali huko majuu. Je, majuu my sister, wale umeweza kumiti nao pale, umeweza kumiti nao majuu, wale ambao umeweza kupatana nao majuu, umeweza kuzungumza nao, basi ukasikia story iko namna gani, ni vipi? Kwa hiyo maybe kuna message ungependa pia uachilie kwa watu wangu wanaotazama Story Yangu Media. Kwa hiyo hebu tupe story, kuko namna gani majuu? Tunaenda au hatuendi? Ni vipi, kuko namna gani? Mimi niliwaambia hakuna mtu mwenye anakuanga happy majuu. Mkanitusi hapo, nikamwambia kuna mtu mwenye ananga mashida majuu. Yaani mimi sijai mtu ana mashida. Mara huyu akulipa mabills, akulipa ma fines. Mara huyu rent inampeleka mbio, ni expensive sana. Mara huyu anataka kudivorce mlami wake aende Afrika. Mara huyu ametumiwa na Afrika maoga, anataka kurudi kwa alami. Mara huyu anataka mlami lakini anapata mlami mzee. Mara huyu ametoka Kenya ndiye amefika majuu. Hajui kupata mlami mwenye kuna do, mlami mwenye amejipanga, ule myang na akona kilitimamu. Ni ngumu. Kwa nini akukujia na kuna walami wenzake? Unaona wale wanakujanga Kenya wanakuanga pia wameachilia. Mara huyu sijui gari yake imeshikwa sijui nini. Yaani kuna kwa tu na shida. Mara huyu hana karatasi. Mara huyu sijui mtoto wake anatumia madawa. Mara huyu alichelewa kwenda vitu zake official za karatasi. Amepospondiwa amerudi after 1 month. Yaani kuna kuanga tu na shida. Mara huyu bibi yake amekuja majuu akajanjaruka, sasa amemwacha, anataka kumwacha. Sasa alikuwa anamtumia tu ndiye afike majuu kama ngazi. Sasa anataka kuachwa, anashindwa. Yani venye amespend do kuleta huyu dem kutoka Kenya, ama amespend do kuleta huyu chali kutoka Kenya, alafu anawachwa. Yani kuna kwanga tu na shida. Mara huyu familia yake wanashinda wakimwitisha do, wanampeleka mbio mpaka anashindwa afanye nini, ajui kusema no, I don't have. Unajua kwa kunanga mimi before nilanio kuambia mtu mimi sina, jipange, ni ngumu. Yani kila mtu kwanga na shida. Mara dem ametoka Kenya, amezoeanga kushughulikiwa. Sasa anadhani huku majaliwa atamshughulikia pia kumlipia mabills, sijui kufanya nini. Huku inakuanga lipa yako, mimi nilipe yangu. So mtu kama huyu akifika huko anakuwa na stress. Mara huyu anaona amesoma sana, kuna career, so haezi fanya kazi za black jobs ama sijui. By the way nasikia nguchu kuita jobs black job. Kwa nini kila kitu yenye mbaya inaitwanga black? Unaona? Hiyo historia nyingine.
Kwa unapata mtu akona amesomea maybe udaktari huku, amefika huko Kenya maybe, ama alikuwa daktari ama alikuwa anafanya kwa banka, amefika huku, alafu huku hivi. Hiyo ni shauri yako, atakaye ni mtoi wa Kasongo, shauri yako, nobody cares. Juu nilipi bill, hakuna mtu anajali atakaye ni celeb. So unapata watu kama walisoma wakasoma, alafu amefika huku majuu, alafu lazima afanye kazi na watu kama watu kama sisi. Okay, nimesoma lakini nasema tu watu tu kawaida. Unaelewa? Unapata hiyo kitu inampatia depression. Juu Kenya alikuwa anatambulika, alikuwa mdosi, huku amefika anafanya kazi na watu wa kawaida na kuna mtu anamtambua ati yeye ni mtu wa maana. Alafu unapata kadem pia, kadem ka light screen light skin ndio akona hata karibu tuseme madudha. Akona nini? Kadusko, naituaje? Turi. Amejaza turi hapo hivyo nyuma. Anafika huko amezoea Kenya wanapendanga matako na wanapendanga watu madem light skin. Anafika huku hakuna mtu anatambua light skin yako, alami wapendi madem watu light skin. Unaona? So amefika huku hakuna mtu anashughulina na light skin. Inabaki tu anateseka hapo hivyo juu apatangi mtu yoyote. Nimepanda huko apati chani yote anajisikia na yeye. Kwa sababu Afrika tu wanatambuanga matako. Unaona, matako ni huko Afrika. Huku hivi wanatakanga chapati flat, matako chapati flat kama zangu. Lakini point yangu ilikuwa kila mtu majuko hatuna shida zake. Hakunanga mtu ako tu happy ati ana shida ati maisha inampeleka nywe. Unaona? Yeah. Bas, my sister ameweza kunisaidia akaeleza kila kitu. Kwa hiyo sijui kama wewe sasa bado mawazo yako kule majuu bampa tu bampa, au umehama tena. Umesikia changamoto ziko kote. Kwa hiyo hata ukiwa huku Kenya inawezekana unapitia changamoto ya kila aina. Unapitia changamoto ya kila aina. Maisha, sijui nini na nini, sijui wengi, hata kulipa nyumba ni shida, hata yani maisha imekuwa changamoto. Kwa hiyo kulingana na jinsi my sister ameelezea, ile kitu nimegundua ni kwamba ingawa kule majuu hauwezi keti kwa nyumba ukisema kwamba hakuna kazi, unaona? Kwa hiyo kazi ipo, lakini usipotumia akili vizuri mambo inaweza ikaenda kombo, si ndio? So tuseme mfano, umeenda majuu, umepata kazi mzuri, unafanya kazi mzuri, lakini ile siku ya kupumzika, ile siku ya mapumziko unaenda unapiga masherehe. Yani zile pesa umeweza kupata kwa zile siku umekuwa kazi, umeenda masherehe, umeenda kupiga sherehe. Wengi husema kwamba ni kupumzisha akili. Umeenda kupumzisha akili, umeenda sherehe, umeenda kupiga sherehe. Maybe kama wewe ni boy, umeenda na mademu, umeenda kupiga sherehe. Kama wewe ni demu, umechukua your boyfriend, umemwambia kuja twende sasa, kuja twende basi tuweze kupumzika vizuri, mumeenda mnajua pale ni kutumia pia akili vizuri. Maana yake unaweza kuta ile pesa ulikuwa nayo ya kulipa renti, kama unalipa renti, si pale wanalipa renti, ila kunazo nyumba za naweza sema kwamba ni za bei rahisi kwa wale wana uwezo, lakini maana yake kuna nyumba unakuta kama unaweza ukanunua 2,000, 1,000 mia ngapi hapo ya dollars. Kuna nyumba unaweza kuwa una renti maybe per month unalipa maybe tuseme $1,200. Kuna zingine maybe unaweza ukalipa $700, $700. Inawezekana. Lakini sasa wakati umeingia sherehe, unaweza ukastukia pia we uko street pale. Unaweza kuwa umeingia kwenye mihadarati. Hata kunao wanaenda wakitoka huku, wakifika pale wanajiingiza kwenye mihadarati. Unaona? So that's why unakuta watu wana mashida mingi sana pale. Lakini sijasema kwamba wote wana mashida kwa sababu waliingilia mihadarati. Hapana. Ni kusema kwamba kule Marekani au Canada au nchi nyingine pale mbora tu ni majuu, ukifika huko ukose kutumia akili vizuri, kwanza utaanza kutamani kurudi Kenya. Kule ukifika kule unaenda kutumia akili.
vizuri. Afadhali hata ningeweza kukwambia hivi, Kenya, jinsi unaishi huku Kenya, unajua huku ni Afrika. Unajua in case hata kosa lifanyike, maana yake tuko Afrika, unaweza akafanya hivi wakafanya hivi, lakini mambo ikatulia. Lakini sasa pale huko kwa wazungu, ukifika huko, tumia akili. Kama hapa ulikuwa unatumia akili mara 2, tumia pale akili mara 4. Ni vizuri mtu akitoka Kenya akienda majuu asienda akisema kwamba ameenda kurelax. Pale ni kufanya kazi, pale ni kufanya kazi na kutumia akili sana. Ila kule kuna masaa ya kupumzika. Si tunaanzia asubuhi mpaka jioni, maybe kwa shamba unalima mpaka jioni. Kule kuna masaa ya kupumzika, lakini ni vizuri ukifika kule utumie akili yako vizuri, na ukitumia akili yako vizuri mambo itakuwa sambamba kabisa. Maana yake tumeona kupitia video, kupitia mitandao ya kijamii, tumeona Wakenya wengi wako huko pale wanateseka, wanaishi maisha hata unashindwa huyu mtu si arudi Kenya, lakini hana uwezo wa kurudi Kenya, hana uwezo wa kurudi. Unaona, kuna wengi sana pale, hata sio Kenya peke yake, Uganda, Rwanda pale, kuna Wakongolisi wako huko bado. So hao watu, inawezekana hawa watu walienda wakiwa, yani mawazo walikuwa nayo, kufika kule wakakuta ni tofauti sana. Kwa hiyo inawezekana pia wewe unajiuliza maswali tofauti, lakini my sister ameweza kutuweka sawa. Kwa hiyo sasa tunajua in case kama Mungu ataweza kukubariki ubahatike kufika kule, ni kutumia akili tu, ni kutumia akili yako vizuri jinsi ambavyo inafaa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, leo tumekuwa na mijadala tofauti, lakini tumeweza kuelewa kwa yale maswali tumekuwa nao tukijiuliza, je, majuu kuko namna gani? Maana yake unasikia kwamba kule majuu wifi hatulipi kama jinsi tunalipa huku Kenya. Huku unachukua pesa yako mfukoni unalipa internet hapa Kenya, lakini ukifika kule unalipa pamanzi, ni lazima unalipia kupiga simu. Tunanunua hapa voucher, ni voucher au tunaita credit tukinunua hapa credit, si not voucher, niseme ni voucher ama credit. Tunanunua credit hapa, so tukishanunua credit tunaweka kwenye simu zetu, tunapigia marafiki wenye tunataka. Lakini kule nasikia kwamba lazima wewe utapiga simu tu, utalipa kwa mwezi yale matumizi umeweza kuyatumia kwenye simu yako. Kwa hiyo pia maybe gas, pia upande wa gezi wa upishi, nadhani kwamba unapika maybe unalipa per month, I don't know, but yes, nadhani kuna kuanga hivyo huko majuu. Kwa hiyo wale ambaye mungependa kwenda majuu, Mungu akiwasaidia muweze kufika pale majuu, ni vizuri mtumie akili vizuri ili maisha iende vizuri. Hata muwasaidie mandugu zenu mumewacha huku Kenya, mandugu zenu mumewacha mataifa mbalimbali hapa Afrika. Maana yake tunajua kwamba Afrika hakuna kazi. Youth wengi wanateseka, au watu wengi wanateseka, maana yake hakuna kazi. Lakini najua kwamba mkifika kule majuu mtapata kazi, mtaweza kubarikiwa na kazi pale. Kwa hiyo msaidie mandugu zenu wa Kenya wamebaki, au mandugu zenu kutoka kwa jamii yenu wamebaki ambao hawajiwezi. Msaidie mandugu zenu, kwa sababu ukifika kule uweze kupata kazi, ni vizuri usaidie pia ndugu yako ambaye umemwacha nchini Kenya. Basi mpendwa mtazamaji, tunatamatisha kipindi chetu hapo. Mimi wako ni Dr. Bonaventure, na kupenda sana na kutakia mema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki, akutendee mema, kuinue zaidi, ili maadui zako wabaki wakishanga. Chao chao.